Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Janet Kemma. Nimekuwa kwa muda mrefu mgonjwa. Nimekuja siku ya leo kushuhudia kwa sababu nilikuwa na mgonjwa. Hata wakati nilikuwa na hii mimba ya huyu mtoto nilipata majaribu mengi. Kwa sababu hapo wakati nilifanya harusi mateso ilikuwa mingi juu. Kwa sababu huyu mtoto nilikuwa naishi kwa hospitali kila wakati. Nilikuwa naenda kila every week niko hospitali. Sasa wakati nilikuwa naangalia hii TV na sister yangu alikuwa anakujanga, alikuwa akanipatia maji nikatumia na kitambaa nilikuwa nayo. Kwa neema za Mwenyezi Mungu nilifanyiwa CS, tulisurvive. Daktari alikuwa amesema hatutakuwa sawa. Kwa sababu hiyo wakati nikipelekwa CS sikukuwa nasielewa. Hata sikukuwa nasikia. Sasa wakati nilikaa huko CS almost 2 days kwa CS. Wakati ulienda kuzaa? Nasi sikukuwa zimefika saa kuzaa. Nilikuwa nimepaki kama mwezi mmoja. Ndio ukazaa yule? Ulifanywa operation? Nilifanywa operation kwa sababu pressure ilikuwa juu. Pressure ilikuwa juu. Daktari akasema kama mnataka muokoe mmoja atafanyiwa CS. Kufika huko kwa CS nilipelekwa usiku, nikakaa usiku mpaka kesho yake jioni tunatoka. Now what is the problem now? Saa hii ni kufura na kuumwa mwili. Ndiyo imepakia. Unafura wapi? Nafura miguu, sometimes tumbo inaniuma na mgongo na mikono. Lakini nashukuru Mungu saa hii natembea na beba mtoto, sikukuwa naweza kufanya chochote. Hiyo ndio ushuhuda natoa. Naendelea kumshukuru na sister yangu alinituma ako mgonjwa. Sister yangu mkubwa akaniambia hata kuna mtoto wake alifanya form 4. Wakati alifanya form 4 atoke kwa nyumba. Kabla hujapeleka operation ulikuwa naota nini mwanangu? Kabla hujaenda kuzaa mtoto? Before nifanya harusi, wakati nilikuwa naota ndoto mbaya mbaya, niko kwa sele, niko kwa matanga. Sometimes naona niko kwa harusi. Kufika kwangu wakati nimeshika mimba, nilikuwa na mimba ya karibu miezi 2. Sasa nikaanza kuota ndugu ya bwanangu. Namuona tu mpaka nauliza wewe ndugu ya bwanangu kwa nini unanikujia? Unamuuliza? Najiuliza kwa usingizi. Wakati namuuliza anageuka anafua nguo. Hapa amesimama nini kwake. Naona kuna miti iko hapa kwake, ni usiku naota ndoto lakini namuona amevaa suruali ndefu, amevaa vest. Sasa nikimuuliza anafua nguo. Sasa wakati hiyo nikimaliza hiyo ndoto nikistuka nikiambia Mungu wangu niondolee hivi sirani vyote vya uganga na uchawi. Naamuka sasa kutoka kwa ule usingizi, nikiamuka naamuka na sauti, oh my God. Mzee wangu anastuka ananiambia kwa nini, ni nini mbaya? Nikamwambia hakuna, Mungu tu atatenda. Inapita kama siku 2, sasa naanza kubleed. Sasa mimba ya kwanza ikatoka, mimba ya pili ikatoka, mimba ya 3 ikatoka. Sasa hii ilikuwa mimba ya 4. Ikakaa kwa tumbo na ukatoa na operation? Hata ilikuwa inatoka kutoka miezi 5. Sasa wakati ilikuwa inataka kutoka miezi ya 5 nikakunywa hiyo maji, ndio sasa nikaanza kwenda kliniki. Sasa nikaenda kliniki mpaka living water.
Nilitumia. Ukaanza kwenda kliniki sasa? Sasa nikaanza kwenda kliniki, na wakati nilikuwa na watchingi TV, bwana wangu hakukuwa anapenda. Tulikuwa tuna fight kwa nyumba. Sasa nikamwambia kama tunafaitia kwa hii TV, na hii TV ndio imeniokoa, imenitoa mbali. Nilikuwa na watchingi Pastor Ezekiel kutoka 2021 wakati tulifanya harusi, ilikuwa mwezi wa 6, nikaipata mwezi wa 8. Sasa tulianza fight kwa nyumba, hata hawezi kuniongelesha, hawezi kuniambia. Tukaanza kukosana hivyo. Akiona nimeweka journal, anakuja natoa. Baka saa hii hatuelewani, aliniacha kwa hospitali wakati nilirudi mara ya pili. Unaishi na nani saa hii? Saa hii niko kwa sister yangu. Bwana kama amekukataa? Bwana wangu alinikataa kwa sababu mara ya kwanza nikitoka. Uliona ndugu ya bwanako akisimama na kuangalia? Hata ulipomuuliza shemeji shida iko wapi? Hata najua nilikuja kuelewa, kuna wakati tunakutana kama ni wageni wamekuja, huyo ndugu alikuwa ananisautia. Nikimuuliza kwa nini unanisautia, nikamwambia haina shida, wewe ni mkubwa kwa sababu mimi ni mdogo wako, wewe fanya vile unataka. Nani anamsema hivyo wewe? Huyo ndugu alikuwa ananisautia hata kama sijafanya kosa. Live. Sasa ukamwona kwa ndoto? Sasa nikamwona mpaka kwa ndoto. Hata kuna nyingine siku nyingine nilienda Mombasa kurudi. Hiyo nilidanganya ninaenda kuona sister yangu, cousin yangu alikuwa mgonjwa. Kumbe ulienda church? Kumbe nilienda huko. Sasa hiyo wakati narudi, shinge ikanigonga side moja. Tukakutana kwa barabara, amepaki pikipiki kwa kando. Yeye hako hapa tu anachunga. Wakati aliniona nimepita hivi, na yeye akapanda pikipiki akanifuata. Wakati nilishuka kwa pikipiki, nikamwambia mtu wa pikipiki shika pesa. Nikakimbia, wakati nimefika kwa nyumba ndio huyu nyuma yangu. Na apigi hodi, akaingia kwa nyumba. Kwa nini nimekusalimia utaki kuitika? Mzee wangu akamwambia huyu ni kama shingo imemgonga, sauti itoki vizuri. Nikasema, kumbe umenifuata uone umefanikiwa. Nikasema kwa imani ya Mwenyezi Mungu, chochote umekanyaga kwa hii nyumba, ile madhabahu nilikanyaga, hakuna chochote utanifanyia. Okay, tangu ende kwa dadako, bwanako anakutafuta? Hapana, ni kuongea, anaongea matope kila mahali, ameharibu. Sasa hajawahi enda, alitusi baba yangu. Wakati alimtuzi baba yangu, tukaamuka tuende kuongea mambo na elders watu wa kanisa. Sio wache nikuregeshe bwanako. Pastor umchange. Sio wache nimregeshe bwanako kwako. Yes, pastor. Sio wache nikuregeshe bwanako mwanangu. Nakubali na change lo yake. Umchange lo yake. Already ameoa pastor. Tulifanya harusi. Hiyo sio tatizo. Na mara ngapi nimewaambia harusi sio ndoa? Na waliosomea theology wanajua ninahubiri matope. Pastor na dada yangu ako mgonjwa. Church doctrine. Si ufuate Jesus doctrine. Harusi sio ndoa. Harusi ni kudhibitisha kwamba fulani amesema ameoa na ameolewa wazi mbele ya watu. Sawa. Chukua guruneti wako nende nayo. Chukua mizigo yako muende. So msabi dhibitisha mbele ya watu. Hiyo ndio harusi, ni sherehe ya masaa. Waliokuja hawataweka muri kwa ndoa yako kwamba ikae milele. Wanakuja kukula na kuwitness vile unavyoapa kwenye madhabahu kwamba nimeolewa leo na nampenda. Ile siku utageuka wata witness tena. The same way inasema barua ulizopata kwa masomo sio kazi, ni kudhibitisha umesomea hii na hii na hii na hii. Lakini roho ya kukupatia kazi another spirit altogether. Nani akona certificate ya harusi yenu? Ya form 4.
ya harusi. Certificate ya harusi nani akona? Nguo siko kwake. Sina nguo. Senye nilikuwa nazo ndio niko nazo saa hii. Nikuregeshe ndoa yako? Saa hii. Kwani nini? Mpaka nakumbuka pastor, aunti yangu aliniambia nikikuwa mdogo nikienda shule. Watakusema nini? Hebu mpane huyu microphone. Bwana asifiwe. Amen. Pastor huyu ni dada yangu, ndio Rustibo, ndio ananifuata. Pastor dada yangu amepitia sana. Hata vile alisema Living Water ndio imemsaidia. Hata vile mimba silikuwa sinatoka. Kifanya harusi. Nikuulize swali moja. Acha pastor niongee tu. Unarudia yale ambayo amesema. Nikuulize swali moja. Unakubali rudi kwake? Pastor hapo ndio nilikuwa nataka niingie. Sasa dada yangu amekaa tangu apate mtoto akiwa mdogo, anaishi kwa sister. Ndio nilikuwa nasema kiwezekana baba uombe, kwa sababu walifanya harusi ilikuwa ni sherehe kubwa sana. Watu wakasudia zaidi. Naomba uombe warudiane. Bwana yake muombe ile roho ya kuchanganyikiwa, sijui kama amechanganyikiwa, imtoke ili warudiane. Bwana yake anampenda. Hata huyu anampenda. Mnaharibu hii sauti baba. Hiyo ndio naomba. Hata nilimwambia kuja kwa hii ibada. Alikuwa anafaa kuja jana, nikamwambia kuja leo. Ili mzauri warudiane, uombe hii ndoa ndio inuki. Aende hata leo. Asikiwezekana akikubali, yeye aende. Kwa hiyo ndio ndoa yake. Mami. Hebu angalia vile Mungu aliruhusu nikapitia. Hebu angalia vile Mungu aliruhusu nikapitia mimi hapa na bado nampenda. Na Mungu anasema ananipenda. Akaniruhusu Kisii ili nicheka. Nilikuwa peke yangu, hakuna mtu. Angalia vile nilipitia na Mungu anasema nakupenda Pastor Gila. Kesho hiyo ndio kanisa, weka ibada tena. Na kesho asubuhi narauka hapo tena. Angalia hiyo madhabahu. Na Mungu anasema nipende tu. A test. Nipende tu. Nikichoka hapo naenda kwa nyumba yangu. Na kiatu kimoja kimebakia hapa hapo kwa matope hapo. I go to my house. Natembea hata bila kiatu. Na bado nasema ni injili. Kila mahali matope. Angalia miti kule. Na hakuna jirani hapa. Hakuna jirani. Na una stima hapa. Na Yesu anakuambia usiku unapolala ukiomba na kupenda tu, weka ibada tena. Kesho weka ibada. Kesho weka ibada. Nyumba inaanguka, jenga tena. Inaanguka, jenga tena. Hizo viti zilivunjika zote, nikalipa wenyewe. Walikalia shingo, lipa. Unalipa viti, unajenga nyumba, unatengeneza barabara, mvua ndio hiyo. Wewe ni mtu mmoja. Lakini sasa leo nimejenga kanisa. Nimejenga kanisa. Hiyo hali imepita, sasa tuko hapa. Yeyote ambaye anaitwa shujaa kwa ndoa, shujaa hapa Kenya, ni wale waliofungwa ndani ya gereza wakina Raila Amolo Odinga, wakaachiliwa. Leo Kenya inamshikia, manake ashalipa gharama. Mpe Yesu makofi mazuri. Wanasema mara mingi sana, anayetamani kuwa position leader in Kenya, hakikisha umepitia kama Raila. Kama hujapitia kama Raila, mheshimiwa Raila, usifungue mdomo useme I'm the position leader. Hakuna kitu umelipia gharama. Hakuna.
Amen. Amen. Ukitamani kupata hii roho ya Pastor Gilak, hakikisha uko tayari kulipa hiyo gharama kule unakoelekea. Ukinipenda na huduma hii, penda hali yangu kabla huduma kuinuka. Naomba nyote leo mfunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Mpe Yesu makofi. Amen. Yeyote aliyeingia hapa, ubarikiwe na ufunguliwe kwa jina la Yesu. Mwanangu, na kuombea unapona tumbo. Amen. Na kuombea ndoa yako ipone. Amen. Na kuombea uzae watoto wengine salama. Amen. In Jesus mighty name. Amen. Yule dadako alikuwa anataka kunikumbusha mapito ambayo umepitia. If you want to move far, usione kila ambacho unapitia hapa. Angalia kule unakoelekea. Jipige kifua. Mwambie tu Mungu, natamani niwe mama mbarikiwe kwa ndoa yake. Amen. Siku moja nizae watoto. Haya mapito yaniondokee, niwe na watoto wangu. Amen. Nizae salama, nisije nikazaa na CS tena. Amen. Hakuna mtu hajawahi pitia, na hakuna mtu alishine baada ya kupitia kabla hajapitia. Wengi wanapitia ndio kesho wanashine. Pastor Gilak angefikia hapa kama sio kupitia. Lazima uwe tested, kesho iwe kuzuri. Amen. Ufunguliwe kiafya na uzae salama, uzae watoto wengine. Amen. Alafu Bwanako akupende kwa jina la Yesu. Amen. Kuna huyu. Unamjua huyu? Huyu tulipatana na yeye tukikuja. Kuna mtoto hapa, mchukuu wa sister yangu, anakuwa mgonjwa. Akienda shule anakuwa mgonjwa. Na huyo kijana ako hapo kando, ako kwa nyumba, alifanya form 4, hataki kufanya chochote. Na huyo msichana kwa hii side alipewa nini kwa shule, chaplain. Anasumbuliwa. alipewa nini? Chaplain. Chaplain. Ni kuhubiri mambo ya SDA. Na ni kuhubiri? Kuhubiri, chaplain. Pastor. Inamsumbua? Ni pastor, lakini anasumbuliwa. Na nini? Anasumbuliwa huko, challenges yao wanamrusha kwenda huku na huku, na watoto wanamsumbua. Bado wanasoma? Hapana, yeye ni pastor. Amepelekwa kama pastor kwa shule. Wa kanisa gani? SDA. Na watoto wanamsumbua? Na analipwa na SDA? Na hapa management sio analipwa? Alipelekwa huko, ni mgeni, hajamaliza hata wiki 2, lakini penye amewekwa huko analipa mshahara. Atalipa mshahara kimaliza mwezi. Wote wafunguliwe na wapate amani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wako huru mama.